Tunayo mambo 7 yanayoruhusu neema ya utukufu wa Mungu kwa mwaka 2026. Mambo haya ni muhimu. Tulianza mlango wa kwanza, ni lazima tuwe na afya njema. Hatuwezi kufurahia mwaka na kufanya kazi zetu kwa uzuri na kuyafurahia mapato yake ikiwa tutakuwa na afya njema. Mlango wa pili tukasema ni lazima tuwe na uchumi. Tusiwe ni watu wa kukaa tukaishia kuomba na kuvitamani vitu. Tunataka tuvishike wenyewe na tuvimiliki. Na tulijifunza njia za kwenda kumiliki uchumi. Lango la tatu ni kulindwa. Huwezi ukawa na mali. Yesu anasema ya kwamba unapotaka kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu halafu ana silaha, sio tu kwamba ana nguvu lakini bado ana silaha, ni lazima umshinde. Naomba nisome haya maandiko. Somaji wangu Luka 11:21. Ndio. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. Mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, atakuwa na uwezo wa kumnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kugawanya mateka yake. Natosha. Mtu mwenye nguvu. Unaona maandiko yanasema mtu mwenye nguvu. Kigezo cha kuwa na nguvu hakikufanyi kuwa ni mtu mwenye uwezo wa kulinda vitu vyako. Na nguvu haitumiki kwa ajili ya ulinzi. Viko vitu vinavyotumika kwa ajili ya ulinzi. Ndio maana utaona wale mabaunsa wanaokaa nyuma ya viongozi, huwa sio watu wa polepole. Wana nguvu, wana afya njema, wanalipwa vizuri, lakini wanapolinda hawalindi kwa sababu wana nguvu. Lazima wawe na silaha za kusaidia katika ulinzi. Kwa hiyo ulinzi haufanyiki kwa sababu nina nguvu. Mlinzi lazima awe na silaha. Kwa hiyo Biblia inasema lango letu la tatu ambalo tunaendelea nalo ni kutaka ulinzi kwa mkono wa Bwana. Kwa nini tunataka mkono wa Bwana? Maana anasema silaha za vita vyetu vina uwezo katika Mungu. Haleluya. Maana ni lazima tuwe na silaha ili tuweze kulinda biashara zetu. Ni lazima tuwe na silaha za kimungu ili tuweze kulinda ndoa zetu. Ni lazima tuwe na silaha za kimungu ili tuweze kulinda afya zetu. Ni lazima tuwe na silaha za kimungu ili tuweze kulilinda kanisa la Bwana. Kanisa la Bwana halimhitaji Masai. Masai akija atalinda spika, atalinda jengo, atalinda kibodi, lakini kanisa la Bwana ambayo ni roho yako linahitaji nguvu ya Mungu, na silaha yake ni kwa namna ya Mungu aliye pekee. Haya ninayoweka anasema nalinda kanisani. Sikiliza. Mchawi akija atakuloga na kanisani unalinda. Ni kwa nini hauna silaha za kimungu? Wanasema mtu mwenye nguvu halafu ana silaha. Mtu mwenye nguvu na mwenye silaha alindapo nyumba yake anasema vitu vyake viko salama. Kumbe ni lazima ulinde vitu vyako mwenyewe. Lazima ufanye nini? Ulinde. Leo tumekabidhi watu, na ndio maana michongo ya kutuumiza ni mingi. Unapoweka walinzi na wanajua kuna mali, watatengeneza mchongo
kuwa salama. Rani yako lazima uilinde mwenyewe, lazima ulinde mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sikabidhi watu, sikabidhi kienyeji. Hata kama wanalinda, uwe na mbinu za kuichuma mali yako, unaikagua iko namna gani. Hivyo viti mmekalia vina alama ambayo unaijua mimi tu, inawezekana na watu wachache, na unafikiri tu kimeandikwa nyuma. Akijaandikwa tu, lakini kuna alama ambayo unaijua mimi, shaiweka na wengine wachache. Ukikichukua hata ukifuta hapo nyuma, alama yangu huwezi kujua. Ndio maana ya ulinzi, lazima nisimame kwa akili, maana na wao wanatendaga kwa akili. Lazima na wewe uwe na akili ya kuangalia mali zako na kuzichua. Lakini tunapoingia upande wa Mungu, roho zetu ni lazima tujue namna ya kuzitunza sawa sawa. Ni lazima tujue namna ya kuchunganisha na Mungu. Ndoa zetu wako wanaozitamani, wako wengine wanatamani watoto wetu, wako wengine wanatamani huduma. Yaani hata unapocheza cheza tu namna hii, wanasema huyu analingalinga kule, huyu ngoja nimtengue kiuno. Unashangaa kiuno kinaanza kukataa. Kila ukisema twende namna hiyo, unasikia kakitu hapa kanalia tatu. Ukijaribu twende tatu, mwisho unakaa chini mwenyewe. Kwa hiyo namwambia mwenye nyumba, lazima kwanza uwe na silaha. Huwezi kujilinda mwenyewe. Nguvu zako ndio, lakini una silaha za kimungu. Unazo silaha za kimungu.